Katika hija ya kuaga, hija ilifaradhishwa mwaka wa 9. Mtume hakuhiji mwaka ule, mwaka wa 10 hakuhiji, akahiji mwaka unaofuata wa pili yake, mwaka wa 11, na ndio mwaka ambao yeye alifariki kama ambavyo ninavyokumbuka. Lakini wakati anatoa speech yake katika viwanja vya Arafa, khutba ya kimataifa iliyowahusu Waislamu na walimwengu kwa ujumla, na mengi amesema ambayo hakuna kidume mwenye uwezo kuyasema kama aliyoyasema mtume wetu Muhammad. Niwakumbushe hadithi moja, kwa kuwa tumo ndani ya Masjid Muadh ibn Jabal, basi niwakumbushe hadithi moja ya Muadh ibn Jabal. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kufika Yemen, lakini alituma masahaba zake kwenda Yemen kufikisha Uislamu. Na miongoni mwa masahaba waliotumwa anaifahamika kwa jina la mwalimu wa Yemen, ni sahaba Muadh ibn Jabal. Alikuwa nickname yake akiitwa Abu Amru, baba wa Amru, na alikuwa ni mtu wa Madina, alikuwa ni al-Ansari al-Ausi. Sahaba huyu, tazama namna alivyoiva. Peke yake mwalimu mmoja alitosha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwamini peke yake mwalimu mmoja tu kwenda Yemen kufikisha Uislamu. فعلمه شرائع الدين واحكام الدين، akamfundisha sharia mbalimbali za dini, hukumu mbalimbali za dini, arkana dini, nguzo za dini, masala mbalimbali. Mtume amemshibisha akashibika, amempika akapikika, alimuandaa akaandalika. Sasa akamwambia nenda Yemen, lakini ikaweka angalizo, kitu gani cha kwanza ukawafundishe wa Yemen. Na ndio maana wanawachuoni wanasema inna ad-da'iyata kat-tabibi yasifu ad-dawaa lil-maridi ala qadri ad-da'i. Da'i, mwalimu wa khairi, mtoa mawaidha, anatakiwa awe kama daktari. Daktari baada ya kugundua mgonjwa wangu huyu asumbuliwa na ugonjwa fulani, anampa dawa inayoendana sambamba na ugonjwa wake. Ndugu zangu, mgonjwa akigundulika ana malaria, kisha daktari akampa vidonge vya TB, anapona au anaumia? Anaumia. Kwa hivyo hivi ndivyo tunavyotakiwa madai popote pale duniani. Hebu tujaribu kuchukua hadithi ya Muadh ibn Jabal na tuifanyie kazi, kwamba dai anatakiwa kuwa kama daktari. Lengo la uwepo wa daktari ni kuwasaidia na kuwaponya wagonjwa, na lengo la uwepo au kuwepo kwa mashekhe, madai, wahadhiri wa Kiislamu ni kuwasaidia wale ambao ni wagonjwa katika dini, wako mbali na dini, wamedumbukia katika dimbwi la shetani, kuwatoa kwa shetani na kuwaleta kwa Mtume Muhammad. Sasa Mtume anamwambia faliyakun, anamwagiza sasa, baada ya kumwona huyu sasa amesha yuko full, faliyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah. Ewe Muadh, na kuhusia huko Yemen unakokwenda, ninaomba somo la kwanza, topic ya kwanza, anwani ya kwanza, darsa la kwanza, muhadhara wa kwanza ambalo unatakiwa kuwapa wa Yemeni kwanza, iwe shahada ya la ilaha illa Allah
Muhammadun Rasulullah. Kwa nini? Wa Yemen wakati huo hawakuwa Waislamu. Ukienda ukiwaambia leo tunazungumzia umuhimu wa swala tano, yeye mwenyewe si Muislamu, inakuja haiji. Kwanza msilimishe, mtangazie Uislamu, uiaridhu Uislamu mbele yake, fafanua Uislamu ni nini, uielezee Uislamu, alafu baada hapa umshawishi, umvute, umrai awe Muislamu. Kwa kitu cha kwanza anamwambia nenda kaanza na tauhidi. Hawampokeshi Allah, wengi wao wanaabudia kinyume cha Allah. Kisha wakisha kubali la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, bimaana wamekubali kuwa Waislamu, jambo la kwanza wafundishe swala, kisha waambie zaka, kisha waambie hija, kisha waambie, akaanza kumtajia zile nguzo tano za Uislamu. Lakini wakati anamwagiza, anamwambia ya Muadh, la'alli la alqaka ba'da hadha al-yawm, ninakuagiza Yemen, sidhani kama utakaporudi utanikuta nikiwa hai tena mimi Mtume Muhammad. Mtume alikwisha jua kwamba yeye kifo chake kilikaribia. Katika hija ya kuaga, hija ilifaradhishwa mwaka wa 9, Mtume hakuhiji mwaka ule, mwaka wa 10 hakuhiji, akahiji mwaka unaofuata wa pili yake, mwaka wa 11, na ndio mwaka ambao yeye alifariki kama ambavyo ninavyokumbuka. Lakini wakati anatoa speech yake katika viwanja vya Arafa, khutba ya kimataifa iliyowahusu Waislamu na walimwengu kwa ujumla, na mengi amesema ambayo hakuna kidume mwenye uwezo kuyasema kama aliyoyasema mtume wetu Muhammad. Ndugu zangu, pia aliwaambia maswahaba, sidhani kama mwakani nitakutana na nyinyi tena katika viwanja hivi vya Arafa. Alianza kupata ilham kwamba yeye mwakani hatofika. Kwa hivyo akamwambia Muadh, nenda na kutakia kila la kheri sahaba wangu, anza kufundisha shahada, Uislamu kwanza, kalimatu tauhid allati nahnu khuliqna min ajliha, neno la tauhidi ambayo sisi tumeumbwa kutokana na neno hilo na kwa ajili ya neno hilo, yani kuja kumwabudia Allah peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote. Kisha wakikubali waambie swala, wakikubali waambie funga, wakikubali waambie zaka, waambie, akaorodhesha nguzo tano za Uislamu. Muadh alisikitika sana kusikia kwamba inawezekana ndio mwisho wake wa kuonana na mtume. Na ni kweli ndugu zangu, Muadh alipomaliza ile himma yake, kazi yake, wa Yemen masha Allah waliupokea Uislamu bila ya ugomvi na bila ya upinzani. Waliupokea kwa mikono miwili, hawakuwa wabishi. Muadh alipomaliza sasa anarudi kwao sasa Yemen, na ni wapi? Madina. Anapata habari kwamba mtume amekwisha fariki siku nyingi. Lakini hadithi ya Muadh naomba sasa nifungue milango ya maswali. Kuna angalizo kampa, akamwambia awala adulluka ala milaki dhalika kulli, nikuelekeze juu ya jambo ambalo likitengamaa, likanyooka, likakaa kisawasawa, nikuelekeze juu ya jambo ambalo ukilipatia mambo yote haya niliyokufundisha yatakuwa sawa sawa. Yani pamoja na mengi aliyomfundisha, shahada, nguzo za Uislamu, za imani, za ihsani, kila kitu, lakini anamwambia vitu vyako vyote hivi havitoweza kusimama na hautofanikiwa ikiwa kitu kimoja kitapungua kwako. Nikuelekeze kitu ambacho kikipungua da'wa yako yote itakuwa na mapungufu. Muadh akasema naam. Akafanya hivi mtume. Ndugu zangu wa Muadh ibn Jabal wa Musoma, niangalieni. Akatoa kitu, nikishatoa niambieni kitu gani. Akafanya hivi mtume. Katoa ulimi. Alipoutoa akaushika.
akamwambia kufa alaika hadha, mchunge sana huyu jamaa, huyu anaweza akakujengea matendo yako yote kama mazuri, na unaweza ukatenda matendo miaka na miaka, huyu akabomoa kila kitu, kaanza sifuri. Ulimi. Akasema awa nahnu muakhadhuna fima naqulu ya Rasulullah, ina maana ewe mtume unataka kuniambia kwamba sie kila kinachopita katika ulimi kinanotiwa kitakuja kutugharimu siku ya mwisho? Akasema thakilatka ummuka ya Muadh, mama yako akukose ewe Muadh. Inakuwaje unakuwa mjinga kiasi hichi, hujui madhara ya ulimi? Wa hal yukabbu an-nasu fi an-nari ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim, hivi wewe unadhani watu wengi wataingia motoni sababu nini kama si ulimi? Ya, ndugu zangu, mko pamoja na mimi Kamfundisha mengi, shahada, swala, nguzo ya sala, nguzo ya funga, nguzo ya zaka, nguzo. Mwisho anakokoteza, anasisitiza, anamba ulimi utawapeleka watu wengi motoni. Chunga ulimi wako usije kuwakosea waislamu wenzio huko Yemen na hata wasiokuwa waislamu. Chunga ulimi, ishi na watu kwa uwema. Ulimi utawapeleka watu wengi sana motoni. Na alipoulizwa katika hadithi, walamma suila nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallama an akthari ma yudkhilu an-nasa an-nara faqala al-famu wal-farju, na alipoulizwa katika hadithi moja kitu gani kitakachowapeleka watu motoni kwa wingi, akasema ulimi na utupu. Waislamu kwa pamoja na mimi leo ukimwona muislamu mashaallah kaishinda utupu, yeye hafanyi maasi wala zina, alhamdulillah, lakini njoo bingwa kusengenya, bingwa kuteta, bingwa kutafuna nyama za watu waliokufa, na mtu anatafuna nyama ya watu waliokufa maana yake ni msengenyaji. Bingwa kutukana, bingwa kupanga mikakati mibaya dhidi ya waislamu wenzake, anakaa na kwenda kuwachochea wale hivi. Ulimi huo. Kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah anasema kumbukeni, mna malaika wawili ni waandishi watakatifu, wananoti na wanaandika kila mnachokifanya. Katika sura nyingine anasema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Halitotamkwa tamko lolote isipokuwa askari wa Allah raqib na atid, malaika waliopo katika bega la kulia na kushoto tayari wamekwisha liandika katika faili lako. Chunga ulimi wako ndugu Muislamu, usije ukamkosea Muislamu wenzio kwa ulimi wako, usije kumkosea jirani yako kwa ulimi wako, usije kumkosea mfanyakazi mwenzako kwa ulimi wako, usije kumkosea mwanafunzi mwenzako kwa ulimi wako, usije kumkosea muumini mwenzako kwa ulimi wako, usije kumkosea mwanadamu mwenzako kwa ulimi wako. Ulimi ni hatari, dakika moja inaweza kukupeleka peponi, dakika moja inaweza kukutoa motoni. Imenijia hamu kutoa hadithi hii kwa sababu nasikia huu msikiti unaitwa Muadh ibn Jabal, nikaona mimi nikupeni kisa kidogo cha sahaba Muadh ibn Jabal. Nafikiri waislamu naeleweka hili nilolisema Hili somo la Muadh tukiliendeleza tutaondoka saa 4 usiku hapa, lakini niishie hapa niseme subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Naomba utumie ulimi wako vizuri kuuliza maswali ya maana, maswali yatakayotujenga kama waislamu na sio yatakayotufarakanisha. Uliza swali lenye maana, usije kuuliza swali ambalo halina mbele wala nyuma kama sigara kali. Maana mtu anaweza kusema shia salamu alaykum, wa alaykum salam. Fimbo ya Nabii Musa ilikuwa ni ya mti gani? Mtondoo, mninga, seprasi? Ndugu yangu, ukishajua ni wa mti gani utakusaidia nini? Kuna shekhi wangu mmoja aliwahi kuuliza swali siku moja, na siku hizi ndio tulivyo waislamu wa sasa hivi. Mtu anakuuliza
babake Firauni anaitwa nani? Basi ukisema hujui anakuona wewe sio shekhe tena. Hajui babake Firauni. Firauni naye tena mimi nimjulie nini? Firauni mimi wa nini Firauni? Wewe niulize baba mtume, mimi nitakwambia anaitwa nani. Shekhe akamwambia, shekhe, hivi chanzo cha wanadamu si Adamu mwenyewe? Adamu alipoumbwa akaumbiwa mke, wakaozeshwa, wakazaa, tukapatikana sisi. Si ndivyo Na chanzo cha majini ni nani? Si Ibilisi? Au sio? Ibilisi ndo baba wa majini wote, mashetani. Sasa ndoa ya Ibilisi ilifungwa na shehe gani? Sheikh akasema, bahati mbaya ndoa ya Ibilisi mimi sikupewa kadi ya mwaliko, kwa sikuhudhuria, siwezi kujua nani kafungisha. Nini manake? Manake hivi Ibilisi adui kwetu sio adui? Nani ambaye sana tupotosha mpaka tunamkosea Mola wetu? Si Ibilisi. Wewe leo utakujua mpaka ndoa yake Ibilisi anaweza kaoa yule na madhambi yote aliyokuwa nayo. Si mzinifu tu yule. Lakini mtu anauliza mpaka ndoa ya Ibilisi imefungwa. Na kwa hiyo naamini waumini wa Muadh ibn Jabal na waumini wa Musoma mtauliza maswali ambayo insha Allah yenye manufaa. Mwenye swali anaweza kasogea hapa mbele akaonekana na Waislamu wote, akajitambulisha kwa jina, akatuambia swali lake. Amiri na Sheikh Jamal mtuambie, kwa sababu pia tuna kikao kidogo kwa ajili ya, unajua unapokuwa ni mgeni unaingia sehemu lazima ukae na wenyeji mtambuane, sio? Hatujatambuana bado wenyeji wetu vizuri ile kiundani zaidi, na kesho tunaelekea Tarime. Baada ya Tarime sisi tunakwenda wapi kwa mujibu wa ratiba. Kwa hiyo tulitaka jambo lisichukue mpaka Ishai, tuongee hata nusu saa. Baada ya hapo tukae na mashekhe tuweze kutambuana, tuangalie kuna yepi yanayotukabili, alafu baada ya hapa insha Allah tuendelee na mengine. Kwa hivyo tuambieni mashekhe, amiri wetu wa msafara Sheikh Harun na Sheikh Jamal na viongozi wa msikiti, mtuambieni kwamba tukaribisha maswali mangapi? Maana Waislamu wana maswali mengi sana. Ukifunga maswali mpaka alfajiri hapa pataadhiniwa hapa. Mangapi tumekubaliana? Yani muda wetu ni nusu saa. Kwa hivyo sasa hivi tuna mikono mitatu. Anasema muda wetu nusu saa. Naomba amiri uangalie time, ikifika ile nusu saa stop, itaishia hapa. Naomba nyinyi sasa ndio mnayemwona asimame, msimamishe aulize maswali. Sasa hivi tuna mikono mitatu. Tuanze kwamba tutatakiwa tuwafanyie wanyama ihsani, lakini tunafahamu kwamba watu wana wanyama wengi sana, ambapo inambidi mtu awatie alama ya mbuga ifutiki, inabidi saa mpige chapa ya moto hizo, unaona, kwa ajili ya alama. Na pia kuna wale ambao ili mnyama wake apate nguvu basi kuwa wanamnaji wanamuasi yake. Sasa saka kujue inakuwaje katika nani salama. Mashaallah, swali lake ni zuri. Swali ni zuri na ni kweli inaonekana kasikiliza somo na ndio maana akauliza swali kama hili. Ndugu zangu, kuna mambo ambayo unaweza kumfanyia mnyama isionekane kwamba ni makosa kisheria, na kuna mambo ambayo unaweza kumfanyia ikaonekana ni makosa ya kisheria. Kwa mfano, una wanyama wengi, inapendekezwa kulikoni kumweka alama ya moto, kwa sababu Mtume anasema la yu'adhibu bin-nari illa rabbun nari. Si ruhusa kuadhibu kwa moto isipokuwa ni Mola wa moto ndio anaadhibu watu kwa moto. Unapomchoma anaumia haumii? Itumike nafasi, itumike nani nyingine. Nishawahi kuona katika mapicha Ulaya wanyama siku hizo wanaovalisha kitu gani sijui. Kamba fulani, kitu fulani ambacho akinani. Sawa? Hata ukiangalia vipindi vingine vya mbuga wa wanyama, anataka kumtibu labda mnyama kaumia, anapigwa risasi ya sindano ambayo ina sindano ya kumlewesha, akianguka wanafanyaje? Sio wanamvalisha kitu hapa, sio? Bora umvalishe kamba, umvalishe chochote kitu ambacho kinaweza ukajua alama ya wanyama wako, lakini si moto. Moto kusema kweli, hata wewe leo ukisema na watoto 10 wanafanana kama wa China, naogopa wanangu wasije kapotea ukaanza kuwachoma moto. Haipendezi, kwa sababu moto ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatupaswi sisi kuchomana moto. Hata sisi wanaume katika sunna tumeruhusiwa. Mtume anasema tiba ya mwisho ni kai. Kai Kiswahili tunasemaje Sheikh? Kuchomwa moto kuna lugha special Kiswahili. Kuumika ni kutoa damu, hijama, sio kuumika. Yani kuna magonjwa mengine watu wakiumwa zama za Mtume, kila kipewa dawa mtu aponi inabidi achomwe moto.
kabisa, chuma kinaingizwa, anaweza kuchoma mgongoni, akachomwa kichwani, akachomwa hapa, na ikawa tiba yake. Mtume anasema japo sipendekezi mkatumia tiba hiyo, imeruhusiwa kwa dharura, lakini haipendekezi. Kwa nini? Kwa sababu ni adhabu ambayo sio nzuri. Na amesema kwamba kumkhasi mnyama, siku hizi wafanya biashara wana tabia, wanaponda ile yale korodani mbili za mnyama, kwa sababu wanajua kipondwa anafumuka, anakuwa mnene, anakuwa mkubwa, si ndio jamani? Wallahi binafsi sina ushahidi ambao wazi uliosema kwamba kufanya hivyo inafaa au haifai. Nitatawakaf katika hilo, nikipata jibu baada hilo nitakwambieni. Sheikh Harun kama anaweza kama ana hadith katika hilo anaweza kutuambia. Sheikh Masawe kama ana hadith katika hilo anaweza kutuambia. Sheikh Jamal anaweza kutuambia, kwa sababu binafsi naomba nisimame nisiseme lolote, kwa sababu sijawahi kusoma hadithi iliyoruhusu au iliyokataza. Sasa ninaogopa kusema inafaa kumbe haifai, au nikasema haifai kumbe inafaa. Mashekhi wapo watanisaidia pale ambapo wanahisi kwamba panahitaji kuongezea. Naam. Sheikh, unasema mtakuongezea? Sheikh Jamal. Naam, swali lingine. Muhimu sana kutokana na hadithi ya Mtume kwamba yani riba hata kama itawakosa kabisa, lakini walau mavumbi yake angalau atawagusa. Na katika hadithi nyingine akasema kwamba yani mlango wa mwisho, yani wa chini mdogo wa riba, yani dhambi yake ni kubwa kuliko kumzini mama yako mzazi. Sasa maswali yangu yako hapa ni mawili. Moja, sisi ni wanafunzi, nafikiri kwamba inshallah mwakani au mwaka ujao huenda tukajiunga na chuo kikuu. Na kule chuo kikuu kuna riba, mikopo ile wanafunzi nafahamika ipo. Kwa nilikuwa nauliza mashehe, kwa sababu tunaona na mashehe wengi wanasoma nao wapo katika taasisi zile za vyuo vikuu. Kwa nilikuwa nauliza kwamba hapa labda unaweza kutuambia labda wanatumia mlango gani, na ile ni riba ambayo inaonekana ni wazi kabisa, wanatumia mlango gani kwa hili? La kwanza. Swala la pili, hili na mkanganyiko. Kuna shekhe nilishawahi kumsikia akasema kwamba aliko sahihi, mwingine akasema la haliko sahihi. Ni kuhusiana na hii mitandao yetu tegenezeshe yani mitandao yote hivyo yapo haya kwamba anakupesha muda muongezo labda 450, alafu anakuambia ukalipe 495, na hii kuna kiasi fulani kinaongezeka. Sasa nilikuwa nauliza yani hili likoje? Yani ni riba hii ya tegenezeshe au mlango wake ukoje? Maswali yake mashallah ni mazuri sana. Swali hili la wanafunzi wa Kiislamu sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania wana changamoto kubwa sana inawakabili, hasa wanapomaliza form 6 kuelekea chuoni. Na changamoto ndugu zangu lipo hivi: wazazi wengi uwezo wa kuendeleza watoto elimu ya juu hawana. Waislamu wenyewe tuko ICU, tunakaribia kukata roho. Hakuna taasisi hata moja Kiislamu ambaye inaweza ikawasomesha walau wanafunzi 10 kwa mwaka wa Kiislamu. Hatuna mikakati. Misikiti haifanyi kazi ipasavyo, tofauti na wenzetu katika majumba yao ya ibada wanafanya mambo ambayo ya kimaendeleo makubwa kabisa. Sasa unakuta kijana wa Kiislamu kafaulu, kapata maksi ambazo serikali inaweza ikamsomesha, na hana namna tena ya kusomeshwa na mtoto zaidi ya serikali. Yani hapa anachoangalia ni serikali tu, na serikali haikatai kumsomesha kwa namna ya maksi alizopata, lakini tutakusomesha bimaana kama tunakukopesha, alafu baadaye tutakukata kidogo kidogo utakapoanza kazi, na tutakukata kwa ziada. Na wakasema hatukati hela nyingi sana, tunakata kama 6% tu. Swala hili limefikishiwa na viongozi wa tamsia wa taifa au wa kitaifa. Amiri ameniwahi kunipiga simu akaniambia yule kama hili ni kubwa na ni zito mno, na tukiangalia riba uzito wake na Mtume alivyoizungumzia, kama Sheikh alivyosema, Mtume anasema miongoni mwa alama za kiyama
riba itaenea, na kama kuna umma wangu, mtu katika umma wangu ataepukana na riba, basi vumbi lake hatoepukana nalo. Na kaeleza kwamba riba imegawanyika, ina milango 73. Ule mlango mdogo kuliko milango yote. Dhambi ambayo ni ndogo sana anapata mtu katika huo mlango mdogo ni sawa na amemuingilia mama yake mzazi. Kwa hiyo utakuta kwamba riba ni jambo zito sana. Hakuna dhambi ambayo imefananishwa ukifanya sawa na umemzini mama mzazi, isipokuwa ni riba tu. Tunafanyaje? Tukisema vijana hakuna, tutaishia kuwa na wasomi baada ya miaka 10 walioishia form 6 tu, degree hakuna. Tunakoelekea tunataka vijana wetu baadaye na wao tuwaone wao viongozi wa taifa, washike sekta mbalimbali. Hakuna tena kulaumu, sasa hivi ni kupambana kielimu. Tunafanyaje? Mimi nipo katika kufanya research ya kuwasiliana na wanawachuoni ndani ya nchi na nje ya nchi, na niko ndani ya zoezi, yani bado sijalikamilisha. Na nimewaahidi vijana wa Tamsia, nimewaahidi wa taifa, nitakapopata dalili za kutosha, fatwa mbalimbali za wanawachuoni wetu wa ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu, mfano Maka na Madina na wapi tunawajua, wengine tunawasiliana nao, basi nitakapokamilisha research yangu nitakwambieni mtangaze nchi nzima muhadhara wa Sheikh Kishki atazungumzia swala hili, na nitazungumza kwa mujibu wa wanawachuoni. Kulitolea fatwa mimi naliogopa sana. Kuna kijana mmoja kanisumbua kupita kiasi juzi, Sheikh nipe jibu. Kama sikiliza, sisi tuna Hay'atu Ulama'il Muslimin, baraza la wanawachuoni Tanzania iliyopo Dar es Salaam. Chukua namba mwenyekiti, ongea naye. Kaongea na mwenyekiti kwa mujibu wa kijana. Mwenyekiti wa wanawachuoni sijaongea naye bado mimi. Anasema kijana, anasema Sheikh ameniambia yani hapa bwana hakuna jinsi. Hapa ni kuingia katika jambo hili, kwa sababu tuangalie jambo tunaloendea ni kubwa sana, elimu ni kubwa. Sheikh wewe unasemaje? Nikamwambia mimi siwezi kukwambia kapatia wala kakosea, mimi nipo mbioni kulifanyia research. Kwa hiyo jibu langu ni hilo, niko mbioni kulifanyia research. Lakini ni kweli hali ni mbaya sana. Tutakapowaambia vijana yafaa someni kwa umuhimu wa elimu na kwa malengo ya baadaye, tupate wasomi wa Kiislamu, tupate imamu ambaye ni injinia wa ndege, tupate imamu ambaye ni speaker wa bunge, tupate imamu ambaye hafidhul Qur'ani na huku anaweza akawa labda ni profesa wa kitu fulani. Tunafanyaje? Kwa mtindo huo hakuna mzazi mwenye uwezo wa kusomesha mtoto. Tukisema tufanye hadithi za uzito wa riba zinatusuta, na tukisema kwamba riba ina dharura, ushahidi uko wapi kama riba ina dharura? Kwa hiyo mimi natawakaf, nasimama katika hilo, na nimekwisha kukwambia kwamba nafanya research. Jibu litakapopatikana nafikiri mtasikia tu insha Allah taala. Ni jambo kubwa na vijana wanaumiza kichwa sana. Mwenyezi Mungu afanyie uwepesi vijana wetu hawa wanaosoma, kwa sababu sasa hivi wameamka. Vijana wa Kiislamu wameamka, wanasoma. Sasa hivi vijana wadogo tu kama huyu, usishangae na degree kamaliza UDOM, kamaliza Dar es Salaam, kamaliza wapi, ambapo tunataka wasome. Someni elimu ya dunia, wala sio haramu, isipokuwa na someni elimu ya dini. Elimu ya dini lazima kwa kweli, usiposoma utapata madhambi. Kwa hiyo insha Allah nipo mbioni, nipo katika research. Ikikamilika mtasikia siku moja nitaeleza, siko mujibu wangu, kwa mujibu wa wanawachuoni ambao watanipa fatwa hizo. Ama swali la Tigo Pesa, kukopa katika pesa katika mitandao, binafsi nilivyosoma na ninavyofahamu kwamba ile ni riba miongoni mwa riba. Lakini siku moja nilikaa na moja ya mashekhe zangu ambao amenisomesha kabisa, akanipa mambo mengi nimechukua kutoka kwake. Nikaa namuuliza nipate uhakika, si mwalimu shekhe wako, si ndio mwalimu wako? Shekhe wangu akaniambia wewe unaonaje? Nikamwambia mimi naona riba. Akaniambia naomba ushahidi. Nikamwambia Mtume asema kila mkopo utakaoleta manufaa ni riba na huu ni mkopo. Akanambia na kurudisha kwenye hadithi ya Mtume iliyozungumzia riba inaingia kwenye jinsia zipi, jinsia ngapi, sampuli ngapi. Mfano wakati Mtume anazungumzia riba katika hadithi zilizokuja katika kitabu cha Bulughul Maram, alikuwa anasema alburru bilburri, ngano kwa ngano, watamru bitamri, tende kwa tende, sawa, washairu bishairi, sawa, yani unga kwa unga,
Mtume alikuwa anazungumzia vitu vya jinsia moja. Kwa mfano, Mtume SAW alikuwa anatuambia haya ni maji jamani, si ndio lita ngapi hapa? Nusu lita Mimi nampa mwenzangu moja, yeye ananipatia 2. Jinsia moja au sio jinsia moja? Mimi nakupa maji nusu lita, wewe nipe lita nzima. Riba. Kwa nini? Kwanza ni maji kwa maji. Sawa? Au unakwenda kwa mtu unamwambia bwana sikiliza, mimi dukani kwangu na mchele, wewe kwako una mpunga kwenye shamba lako, nitakupa kilo 20 ya mchele ulio safi, nipe mpunga ambao hujakobolewa bado, nipe kilo 50. Inakuja kweli? Jinsia hivi vitu vinafanana havifanani? Vinafanana. Sheikh wangu akanipeleka mpaka akaniambia hivi, unapokopa unakopa nini? Nakuuliza wewe sasa. Yani Sheikh alinipiga kiasi ambacho nimeelekea sasa kuingia na mimi kwenye nini? Hoja zake zimeelekea kunichota. Nakuuliza sasa, unapokopa, mfano unakopa vipi? Unabonyeza ngapi unakopa 500. Sio? Shilingi 500 ulizokopa, umekopa kwa ajili ya kwenda kuzitumia kununua maji au kwa ajili ya kutumia kuongelea? Je, ukiamua mtandao wa Tigo unakwambia hongera umekopeshwa shilingi 500. 500 ile ukiamua kuichomoa, unaweza kwenda Tigo Pesa ukachukua baadaye, nimeomba muda wa maongezo shilingi 500, nimepewa, nimepata dharura, sina shilingi hata moja, nitoleeni 500 yangu niitumie. Inawezekana? Haiwezekani Sheikh wangu akaniambia hapa, ulichokopeshwa ni muda wa maongezi na unachokata wewe ni pesa. Muda wa maongezi na pesa vinafanana au vitu viwili tofauti? Jinsia moja? Ni pesa kwa pesa? Ni muda wa maongezi kwa muda wa maongezi? Ni muda wa maongezi kwa? Sheikh wangu ananiambia hapana, haiwezi kuingia riba hapa. Kweli Nikachukua simu nikampigia mwanafunzi wa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ambaye ni miongoni mwa walioandika kitabu cha Ash-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' al-Dr. Khalid ibn Ali al-Mushayqih. Mwanachuoni mkubwa sana, ni dokta katika usul al-fiqh. Manake ni profesa katika usul al-fiqh. Kwa hiyo nikamuuliza kumpigia simu, akanambia si riba. Jinsia tofauti mwanangu. Nikamwambia Sheikh kivipi jinsia tofauti? Akanambia wewe ulichokopa ni pesa, umekopa muda wa maongezi. Muda wa maongezi wao wanakukata nini? Wananikata pesa. Kwa elimu muhimu kwamba wanawachuoni wetu wa Dar es Salaam na nawajua mimi, wako asilimia kubwa wananiambia sio riba kwa sababu bado haijaingia katika vigezo vya riba, na wako wananiambia hapana bwana, tunadanganyana tu bwana, huo ni mkopo na huo ni riba. Nimeeleweka Uislamu Kwa hiyo mimi kutoa kauli rajih kwamba kauli yenye nguvu ipi, nani kapatia, nitastop na kupeni kama mimi nilivyoambiwa. Nimeeleweka jamani Naam, swali lingine. Naam. Mzee wetu. Swali la mwisho, je, katika mambo ya hifadhi tunapokuwa tumeita watu swali lako la kwanza anasema tukienda kuzika makaburini, je, inaswihi shekhe kuchukua kitabu na kusoma talaqini? Ndugu zangu, mashekhe wanaosema talaqini inafaa wanatumia hadithi ambayo wanawachuoni wa hadithi wanasema hadithi hii ni maudhui. Kivipi? Wanatumia hadithi ya mtoto wa Mtume Muhammad Ibrahim. Mtoto wa Mtume alipofariki alikuwa takriban ana miaka kama 2, Wanasema alipofariki Ibrahim, Mtume kaenda kachuchumaa juu ya kaburi lake, akamwambia ewe Ibrahim bin Muhammad, alana yatika almalakani, hivi sasa utakujia malaika wawili, almuwakkalani, waliowakilishwa kwako, fala yufzi'aka, wasikutishe, wala yurhibaka, wasikutetemeshe, wasikukhofishe, kwani wao ni viumbe kama wewe tu. Sasa swali tunajiuliza, mtoto mchanga aliyekufa akiwa na miaka 2, malaika wanamfuata kaburini na muuliza maswali au muulizi? Tumeenda kile tu, namuuliza au muulizi? Anayeulizwa jamani si mtukutu kama mimi na wewe? Wenye madhambi, watu wazima. Watoto wachanga hata ukiwaswalia dua uwaombei, wao unaombea wazazi.
Sasa mtoto ana dhambi gani mpaka malaika nao waje wamkalishe kitako? Wewe Mungu wako nani? Mtume wako nani? Aulizwe mtoto mdogo. Kwa hiyo watu wanakuambia hii bana, hii ni matata, hadithi hii ni matata. Lakini yale maneno mazuri yanayosemwa, yale maneno haimsaidii maiti na kusaidia wewe ulio hai. Kwa sababu ndugu zangu, kama ulikuwa ni muovu, uko mbali na dini, hauswali, hautaki mafundisho ya dini yako, hautaki mafundisho ya mtume wako, kisha fariki, alafu ndo anakuja shekhe anakusomea yale maneno, anakukremisha na una krem. Ukisha krem yale maneno, malaika akija unawajibu hapo kwa hapo. Kuna mtu ambaye atakayepata adhabu ya kaburi kwa mtindo huo? Kila mmoja atakuwa anafundishwa, anapewa chambo. Sawa si sawa? Kwa hiyo ndugu zangu, kwamba japo wako wanawachuoni wanaosema ile jambo linafaa na tunawaheshimu na tunawaita ni wanawachuoni, lakini kusema kweli hadithi ya jambo hili si hadithi ambazo ni sahihi, na maneno yanayosemwa yale yanawasaidia walio hai na hayamsaidii aliyefariki. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah atawathibitisha kwa kauli thabiti walioamini duniani hadi akhera. Ikiwa duniani kaulu thabiti ulikuwa huifati, yani dini sahihi, basi ukishaingia kaburini utashindwa tu kujibu na maneno. Shekhi asome asisome, wewe utashindwa tu, kwa sababu haukuwa ni mtu wa kuishi na maneno kama hayo. Wallahu aalam. Swali la pili anasema, je, inafaa kukusanyika na kuomba dua alafu tukasema dua hii tuna ituma kwa mtu fulani? Miongoni mwa mambo yaliyothibiti katika Uislamu ni kuombea watu waliofariki. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Kwa Kiislamu waliofariki tunatakiwa tuwaombee Mwenyezi Mungu awasamehe na awalaze pahala pema peponi. Sawa Islam? Kwa kumuombea dua maiti Mwenyezi Mungu amsamehe kadha wa kadha haina tatizo. Wala kumtolea sadaka maiti kwamba Mwenyezi Mungu nampa umlemavu shilingi 1000 namtolea thawabu mtu fulani ambaye ni ameshafariki siku nyingi, thawabu zimfikie, hakuna tatizo. Lakini kusema kwamba baada ya kumaliza kisomo sasa hivi ila ruhi fulani ziende moja kwa moja kwenye roho ya mtu fulani, ilikuwa ni bora tuache kufanya hivyo, bali tuombe moja kwa moja Mwenyezi Mungu kama Mtume sallam alivyoomba. Na dua utakayomuombea maiti wako itafika, kwa sababu dua ni ibada na ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuombea